Okay, huyo anauliza anasema, habari dokta, samahani kwa usumbufu na pole na kazi. Naomba kuuliza ni vyakula vya aina gani vinasaidia kwa wingi kubalance homoni za mwili? Okay, huyu ni moja ya clients wangu, wateja ambao nimewahi kuwasaidia changamoto za kiafya. Okay, nilikuwa shocked kwa nini anauliza swali hilo, lakini nimekuwa nikimpa elimu hii kwa muda mrefu sana. Japokuwa nilieleza kwa kina katika sehemu yangu ya status, WhatsApp status, ambapo huwa natoa elimu hii, nikaeleza kwa kina namna ambavyo ukipata maarifa ya kiafya huwa tunayachukulia poa, ila once unapoumwa ndipo mwisho wa siku unakumbuka elimu ile ya kiafya ambayo uliwahi kufundishwa ama uliwahi kuambiwa. Kwa hiyo nitoe rai kwamba unapokuwa unapata mtu ambaye anayekuelimisha masomo ya kiafya hapa katika chaneli yangu ya YouTube, kama wewe ndio mara yako ya kwanza unaingia hapa, masomo ya afya, elimu ya lishe, masuala ya mahusiano, elimu ya tendo la ndoa ninaifundisha kwa upana zaidi. Sasa yeye ameuliza kwamba ni vyakula gani vinavyosaidia kwa wingi kubalance homoni za mwili. Cha kwanza unatakiwa ujue homoni zangu za mwili hazija balance. Je, napitia changamoto gani? Ili uweze kubaini, lazima uweze kujua homoni zangu hazija balance kwa sababu ipi, source hasa ni ipi. Kwa hiyo swali alilouliza inawezekana anataka kujua, lakini pia kujua pekee haitoshi. Ni lazima pia uweze kufahamu vyakula gani ambavyo vimepelekea wewe homoni zako zikashindwa kuwa balanced. Ni lazima ufahamu hili, lakini pia ujue viashiria ambavyo vitakavyokuonyesha kwamba wewe homoni zako haziko balance. Kwa mfano, kwa mwanamke kukosa hamu ya tendo la ndoa. Namba 2, kuwa na ukavu ukeni. Namba 3, siku zako zitakuwa zinapishana. Namba 4, kushindwa kushika ujauzito kwa wakati. Namba 3, uzito uliopitiliza. Hivi vyote ni moja ya viashiria kwa upande wa mwanamke ambavyo ni baadhi tu vinaweza vikamuonyesha kwamba homoni zako haziko vizuri. Lakini pia sio hivyo tu, hata habari ya kuweza kuingiliwa kupatwa na magonjwa. Manake kinga zako za mwili zinaweza zikawa ziko chini ama zimeshuka, na kwa hilo tu inatosha kuweza kudhihirisha kwamba homoni zako haziko balanced vizuri. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na viashiria hivi, unataka kuweza kufahamu nitumie vyakula gani. Sasa hapa, hii ni elimu ya kina zaidi ambayo Dr. Kuboja inaitoa. Kwa hiyo utanipigia simu, lakini pia utachangia huduma ya ushauri nasaha. Sitokufundisha bure, sababu nikisema nitoe nafasi ya kuongea bure, maanake hata wewe unayetazama video hii sasa hivi hutofanikiwa kuongea na mimi. Ukisema tu sasa dokta ametoa nafasi ya bure ya kuongea na kila mtu bure, ukinipigia hapa hutobahatika kuweza kupata simu yangu hewani, maanake utanikuta niko busy. Kwa hiyo utanipigia, utaniambia dokta, labda na mimi na changamoto hizo za kiafya ulivyosema, nataka uweze kunisaidia ni balance vyakula gani ama nitumie vyakula gani. Moja ya kitu kikubwa sana ambacho tunatakiwa kuweza kujua pia, kila mtu anatakiwa atumie aina fulani ya vyakula kwa wingi kutokana na changamoto yake ya kiafya. Mgonjwa wa pressure, mpangilio wake wa vyakula anapokuja kwangu mimi kama mtaalamu wa lishe yao inatofautiana. Mgonjwa aliye na pressure, lakini pia mgonjwa ambaye ana shida ya hormone imbalance, lishe yao inatofautiana. Mpangilio wao, namna ya kuweza kutumia chakula tofautiana. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kama unahitaji kuweza kupata program. Tuwasiliane katika namba ifuatayo. Napenda zaidi mtu akinipigia kuliko unitumie ujumbe WhatsApp. Napenda sana sababu unaweza kutuma WhatsApp nikachat na wewe, lakini itakuwa ni vizuri zaidi ukiweza kunipigia. Nipigie katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.
Bye bye.